Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi awahimiza wananchi kuendelea kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali kuanzia ngazi za mitaa hadi mkoa kuhusu watu wote wanaotiliwa shaka uwepo wao katika maeneo yao. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea leo kwa mechi mbili zitakazochezwa katika viwanja vya KMC Complex Dar es Salaam na uwanja wa Majaliwa mkoani Lindi. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwipiana. Karibu sana. Askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Tanzania, Mhashamu Baba Askofu Dr. Maimbo Mndolwa ameshauri vijana nchini kuwatumia viongozi wa dini na wazee maarufu kufikisha ujumbe wa mahitaji yao kwa viongozi wa serikali badala ya kutumia njia za uvunjifu wa amani. Askofu Dr. Mndolwa amesema hayo mkoani Mtwara wakati akiongoza misa takatifu ya mazishi ya askofu wa kanisa hilo Dayosisi ya Newala, Askofu Oscar Mnunga alifariki Novemba 2 mwaka huu. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa zaidi. Maaskofu wa dayosisi mbalimbali za kanisa Anglikana Tanzania wakiwa wanazika mwili wa aliyekuwa Mhashamu Baba Askofu wa Dayosisi ya Newala mkoani Mtwara, Oscar Mnunga, aliyefariki dunia mnamo Novemba 2 mwaka huu akiwa na umri wa miaka 63. Wakati wa uhai wake, Askofu Mnunga alisisitiza Watanzania kudumisha amani, ambapo siku moja baada ya uchaguzi mkuu alieleza nyumba ya maaskofu wa kanisa Anglikana kuwa Mtwara ni mkoa ambao unadumisha amani, kama ambavyo anamnukuu askofu wa Dayosisi ya Central Tanganyika, Mhashamu Baba Askofu Dickson Chilongani. Anasema, katibu mkuu, sisi huku Mtwara kumetulia. Tuna uzoefu wa faida na hasara za vurugu. Tulipitia hayo wakati wa vita na Wareno Mozambiki na wakati wa masuala ya gesi mwaka 2012. Hivyo hatufanyi makosa ya kutaka vurugu. Mwisho wa kunukuu. Mazishi ya Askofu Mnunga ambayo yamefanyika katika kanisa kuu la dayosisi hiyo lililopo Newala yameongozwa na askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Tanzania, Mhashamu Baba Askofu Dr. Maimbo Mndolwa, ambaye ameeleza kuwa kanisa la Anglikana linasisitiza amani. Tutaendelea kusema, tutaendelea kusemezana, tutaendelea kushauriana. Tutaendelea pia kushauri vijana wetu pale ambapo kuna mambo mnaona hayaendi vema, wazee tuiteni tuseme, ili tukitutuma twende tuyapeleke kule ambako mnaona kama ujumbe wenu haujafika. Siku zote mnaposhauriana ndipo mambo yanapowezekana. Pale ambapo hakuna mashauriano, hata hiyo haki kupatikana inaweza kuwa ngumu. Hata hivyo, serikali pamoja na waumini wa kanisa la Anglikana wamemlilia Askofu Oscar Mnunga. Baba Askofu Oscar mpenda amani, muda wote anahubiri haki, muda wote anahubiri upendo, muda wote amekuwa ni mwalimu. Yeye ni baba yetu wa kiroho. Mhashamu Baba Askofu Oscar Mnunga ndiye alikuwa askofu wa kwanza wa Dayosisi ya Newala, ambayo ameiongoza dayosisi hiyo kwa miaka 16 hadi umauti mnamkuta. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwa. Kutoka Newala mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya kata hadi mkoa ili kuhakikisha wanawafichua watu wote ambao wanawatilia mashaka na uwepo wao kwenye maeneo yao. Musa Makali huyu hapa ana undani wa hii taarifa. Kauli hii anaitoa mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi wakati akizungumza na wananchi wa kata Isenyi wilayani Serengeti mkoani Mara baada ya kukamilisha shughuli za ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami. Kulikuwa na giza huko kamepita hapo. Nashukuru Mheshimiwa DC umesema katika wilaya ya Serengeti mambo yanaenda vizuri. Wanafunzi wote wamerejea shuleni kwa 100%. Ni wape kongole wana Serengeti kwa hilo, makofi kwenu. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa wito kwa watumishi wote wa serikali, wananchi wote kwa ujumla, kuendelea na maisha yetu kama kawaida. Tuendelee na maisha yetu kama kawaida. Wale wa mashule warudi shuleni, hali ni shwari. Serikali tupo kuhakikisha kwamba usalama wa kila mtu, kila mtu anakuwa salama. Hilo ndio jukumu letu serikali.
Lakini pia nikutakeni wananchi mara zote kuhakikisha maeneo yetu yako salama. Msikubali kukaa na wahalifu kwenye maeneo yenu huko bila kutoa taarifa. Mkiwa na mtu mnayemshakia, mnaona huyu haeleweki, basi toeni taarifa. Baadhi ya wananchi wamewataka Watanzania kutokuwa sehemu ya kushawishika kwa namna yoyote ile kuharibu amani iliyoko hapa nchini. Watanzania wasiwe na tabia ya kuigaiga kutoka mataifa jirani na maeneo mengine ambayo wamezoea tabia ya kuwa na amani pungufu. Kwani sisi tumeamka taifa la amani na tuendelee kudumisha amani. Amani ndio kiungo kikubwa katika taifa la Tanzania. Kwa Tanzania wote tuendelee kudumisha amani, tuendelee kuishi kama ndugu, tusichukuliwe na namna yoyote ile kama tulikuwa tunataka kuingia kwenye machafuko. Amani kwanza kwa taifa hili, mengine baadaye. Ni kwamba tuache mambo ya vurugu, tuendelee kudumisha tu amani ambayo tumeienzi. Kutoka hapo Irani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Na shukrani sana Musa Makali kwa taarifa hiyo. Shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam limelaani matukio ya uvunjifu wa amani yaliyosababishwa na vijana kwa dhana ya maandamano ambayo yalisababisha uharibifu wa mali, miundombinu pamoja na maisha ya watu. Hii hapa ni taarifa zaidi. Sote tunakiri kwamba maandamano haya yameleta athari kubwa za kimaisha, kiafya na kiuchumi. Mwenyekiti wa shirikisho hilo akizungumza na waandishi wa habari amesema kilichotokea Oktoba 29 sio maandamano kama inavyodaiwa, bali ni uharibifu wa mali pamoja na vitendo vya uporaji ambavyo vinapaswa kukemewa na wananchi wema. Kwamba kwa hichi kilichotokea kiwe funzo kwetu. Tumeona kuna uharibifu wa miundombinu, kuna uharibifu wa mali, kuna uharibifu wa vitu vingine mpaka kadhalika. Lakini hata vile vile kwa binadamu kuna athari ambazo tumeweza kuzipata. Kwa hiyo tuwaombe ndugu wa Tanzania na wale wote waliopata changamoto, tunarudia tena, sisi kama shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji tunatoa pole zetu za dhati kabisa kama Watanzania wenzetu, kama ndugu zetu, kama familia yetu. Tumeshuhudia hapo kila mmoja alikuwa kwenye lockdown, tumekaa ndani ya siku 5, hali ilikuwa mbaya. Sisi bodaboda na bajaji ili tu asilimia kubwa ili tuweze kula, lazima utoke leo ili uweze kula kesho. Lakini kwa muda wa siku hizi 5 tulizokaa ndani, hali ilikuwa mbaya zaidi. Tutoe wito sasa kwa madereva wote ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam kutoa ripoti kwa vyombo vya ulinzi na usalama pindi tunapoona kuna mtu ambaye ana viashiria vya uvunjifu au kuivunja amani yetu hii tulionayo. Aidha, Chenja pia amewataka waendesha bodaboda na bajaji katika mkoa wa Dar es Salaam kushirikiana na serikali ya mkoa katika mpango wa kuwahakiki na kuwasajili waendesha bodaboda na bajaji wote ili kuendelea kudumisha usalama na kuepuka wale wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu. La kutaka sasa madereva wote wasafirishaji kwa kutumia pikipiki za magurudumu mawili na pikipiki za magurudumu matatu, bodaboda na bajaji wasajiliwe katika mfumo maalum ili watambuliwe ambapo shirikisho tayari tunaendelea na kuwasajili. Mpaka sasa tumesajili zaidi ya madereva 17,000. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Telek amewataka wakurugenzi wa halmashauri zote mkoani humo kuhakikisha wanatoa fedha na utekelezaji wa afua za lishe kwa wakati ili zikatumike katika maeneo husika kwa ajili ya kupunguza idadi kubwa ya watoto wanaozaliwa chini ya uzito wa kilo 2.5 kutokana na mama kukosa lishe bora wakati wa ujauzito. Utoaji wa fedha za utekelezaji wa afua za lishe kwa ngazi ya mkoa umetajwa kuporomoka kutoka asilimia 96 kwa mwaka 2023-2024 hadi kufikia asilimia 84 kwa mwaka 2024-2025. Ahmad Nandonde ana taarifa zaidi. Katika kikao cha tathmini ya lishe mkoa wa Lindi, mkuu wa mkoa Mheshimiwa Zainab Telek anakutana na wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, wataalamu wa afya na maafisa lishe. Na hapa anawataka wakurugenzi wa halmashauri pamoja na wahasibu kuhakikisha fedha za afua za lishe zinatoka kwa wakati
na kutumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Kwa wakurugenzi wetu, hakikisheni kwamba fedha ya lishe inatoka kwa wakati. Wahasibu wetu, dokezo likija la lishe litoke ili kuwawezeshe hawa waweze kwenda kufanya kazi yao. Kipaumbele kikubwa ni lishe. Kila mmoja wetu hapa anajua kwamba lishe ni kipaumbele, na hatuna sababu yoyote ya kusema kwamba fedha ya lishe haikutoka. Hiyo fedha ni ya serikali, tuitumie ifanye kazi inayokusudiwa. Ili kuongeza ukuaji wa watoto, usikivu pamoja na uelewa mzuri darasani, anawaagiza maafisa elimu na maafisa ugani kuanzisha na kusimamia mashamba katika shule zote mkoani hapa kwa ajili ya uzalishaji wa chakula kitakachosaidia wanafunzi kupata milo miwili wakati wa masomo. Maafisa elimu, maafisa ugani kwenda kusimamia mashamba kwenye shule zetu. Hatuwezi kufanya vizuri kwenye elimu kama watoto wetu watakuwa na njaa kwa kuwa madarasani. Chini kabisa mtoto apate kikombe cha uji. Watoto wangalau wanapata ugali, wanapata kande wakiwa shuleni. Afisa lishe mkoa wa Lindi Juliana Chikoto akaeleza anavyopambana kuelimisha jamii umuhimu wa lishe bora. Kuendelea kutoa elimu za kutosha kwa jamii yetu kwa ujumla, especially kwenye kulima mazao ya chakula na chakula cha kutosha ndani. Hata tutapopatia ile elimu ya makundi mbalimbali ya chakula ambayo yatasaidia kuepukana na tatizo la uzito pungufu, awe na kile chakula ndani. Wale ambao wajawazito wakienda kliniki wanasema sisi bwana, kwanza hizo dawa zinatuchefua, sisi tunatumia madafu hapa, tunakunywa hayo ndio yanaongeza damu. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Shukrani Ahmed Nandonde kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imewataka wakulima katika mikoa ya ukanda magharibi mwa Tanzania kulima mazao ya muda mfupi yanayostahimili mvua za wastani kutokana na utabiri wa mwelekeo wa hali ya mvua uliotoa kwamba kutakuwa na mvua za chini ya wastani hadi wastani kwenye maeneo hayo kwa msimu huu. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana undani wa hii taarifa. Kufuatia hali hii, maafisa kutoka TMA, wataalamu wa kilimo kutoka halmashauri zote 8 za mkoa wa Tabora pamoja na wadau wengine wa sekta ya kilimo wamekutana pamoja mjini Tabora kujadili namna bora ya kukabiliana na hali hii. Waziri Omari Waziri ni meneja wa mamlaka ya hali ya hewa kanda magharibi, kwamba utabiri wetu au mvua zetu kwa mikoa ya magharibi zitaanza wiki ya 3 na wiki ya 4 ya mwezi wa 10. Sasa tayari zimeshaanza na zinaendelea vizuri kwa mikoa ya Katavi na Kigoma. Lakini kumekuwa na changamoto kidogo kwa mkoa wa Tabora kama ambavyo mnaona. Kumekuwa na kusuasua. Inaelezwa kuwa zaidi ya 70% ya wakazi wa mkoa wa Tabora wanategemea shughuli za kilimo katika kuendesha maisha yao. Hapa wataalamu wanasisitiza wakulima kulima mazao yanayostahimili mvua chache. Itabidi tuanze kuwashauri watu wafikirie kulima mtama na kula chakula cha ugali wa mtama. Mazao ya mizizi angalau kidogo yana uwezo wa kuweka unyevu chini ya ardhi, kwa hiyo angalau tunaweza tukawashauri wakulima wetu waweze kuyapanda kwa wingi katika maeneo mbalimbali. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amewataka maafisa ugani kuhakikisha wanawafikia wakulima kwenye maeneo yao ili kuwapatia elimu, hatua ambayo itasaidia kuendesha shughuli zao kitaalamu licha ya hali ya mvua kuwa chini. Hakuna afisa ugani ambaye hana vifaa vya kutekelezea kazi zake za kila siku. Kwa tulichohimiza ni kwamba kila afisa ugani katika kila eneo lake anayo kalenda na anayo ratiba mvua itanyesha kipindi gani, na maana yake ni nini, yeye kama mtaalamu awafundisha wakulima wa eneo lake wafanye kitu gani. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Asante Pendo Salu kwa taarifa hiyo. Ili kuepukana na changamoto za baadhi ya makampuni kutokomea na fedha za wakulima wa tumbaku, serikali imeombwa kuweka sharti la kulazimisha kampuni za ununuzi wa tumbaku kuweka mali zisizohamishika kama dhamana ya kununua tumbaku ili zitumike kuwalipa wakulima hao iwapo makampuni yatashindwa kulipa. Epimarcus Apolinari kutoka jijini Mbeya ana taarifa zaidi. Wakulima wa tumbaku kupitia chama cha msingi cha Mtanira AMCOS wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wametoa ombi hilo kwenye mkutano wa hadhara ambao umeandaliwa na chama ili kutoa elimu ya namna ya kuendesha chama hicho. Ninapendekeza kwa makampuni yanayokuja kufanya biashara na sisi, kabla hayajaingia mikataba,
basi yawe na dhamana zisizohamishika kwenye eneo letu. Hapa nazungumzia wawe wana ofisi. Kuna watu wamefanya nao biashara hawana hata ofisi huku. Yaya alikuwa hana ofisi, hana jengo lolote, ananunua tumbaku yenye mabilioni ya fedha, anakaa gesti. Kashaondoka. Tunashika nini? Serikali natamani ifanye mkazo kuhakikisha huyo kampuni anapoingia ahakikishe dhamana hiyo ipo wazi na serikali imeithibitisha pasipokuwa na nini na zile janja kwamba ipo, yani kwa vitendo ionekane ipo. Tunaomba serikali na makampuni watusaidie kutuwaishia malipo, kutuwaishia mikopo. Mwenyekiti wa chama cha msingi cha Mtanira AMCOS Isaya Huseni na mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika wa tumbaku Chunya Chutko Sebastian Masika wameeleza sababu ya wakulima kuiomba serikali kuweka sharti la kuyabana makampuni ya ununuzi. Na matokeo ya semina hii tunatarajia kuwa na mabadiliko sasa kwa wanachama, vile vitu ambavyo walikuwa vielewe wao ni kina nani ndani ya ushirika watafahamu. Na hii imejitokeza baada ya kukuta kuna makampuni yalikuja hapo nyuma, hasa baada ya kuonekana kwamba wakulima tunatafuta soko la tumbaku. Sasa wakasema kwa kuwa wanatafuta soko, yakaanza kujitokeza makampuni mengi. Sasa kumbe mengine hayana uwezo, yamenunua tumbaku, yameondoka na bila kulipa wakulima. Na makampuni ambayo bado mpaka sasa hivi hayajatulipa ni kampuni ya Magefa, haijalipa vyama vyetu viwili, inadaiwa karibu $900,000 hivi. Nikiripoti kutoka wilayani Chunya mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Shukrani Epimax Apolinari kwa taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya. Mtazamaji, na sasa tuelekee Babati Manyara kwake Elia Kimani. Mkuu wa wilaya ya Babati katika mkoa huo Manyara, Emmanuel Kaganda, amewataka wafanyabiashara wilayani humo kutokupokea wageni usiowafahamu ili kuepuka kuwa na wahalifu wanaopitia mgongo wa kibiashara kuingia wilayani hapo, huku pia akithibitisha hali ya amani na utulivu kwa wananchi. Kaganda ametoa tahadhari hiyo wakati akizungumza na wafanyabiashara wa soko kuu mjini Babati baada ya kutembelea tangu kutokea kwa vurugu za Oktoba 29 kwenye maeneo mbalimbali nchini, ambapo wameondoa hofu wananchi kuhusu amani na utulivu wilayani hapa. Aidha, wafanyabiashara nao wameeleza hali ilivyo ya kibiashara hapa. Kwa sababu Babati sio kisiwa, tuna biashara zetu zinategemeana. Kama alivyosema mwenyekiti wa soko kwamba kuna bidhaa ambazo tunazitumia sisi lakini hatuzilizalishi sisi, zinatoka kwenye mikoa mingine. Lakini ni watoe hofu na niwaeleze wananchi wetu wa Babati, wafanya biashara, wakulima, wafanya kazi, kwamba wilaya yetu iko salama salimini, na mimi na kamati yangu ya usalama tutaendelea kufanya kazi ya kuweza kuwalinda wananchi wetu. Usalama kwa ujumla hali ni nzuri. Watu walipiga kura vizuri. Kwa mkoa wetu wa Manyara kwa kweli kwa ujumla mpaka hadi sokoni hakukuwa na vurugu aina yoyote, watu waliendelea na biashara. Japo tu katika mzunguko wa biashara ndio ulikuwa mgumu kwa sababu ya mizigo ile inayotoka mikoa ya mbali ilikuwa haifiki sokoni. Lakini kwa sasa hivi hali imerejea, iko salama kabisa, biashara zinaendelea. Mkuu huyu wa wilaya pia amezungumzia hali ya nishati ya mafuta kwa ajili ya vyombo vya moto na kwamba hali yake imeanza kurejea katika hali ya kawaida. Hivyo wananchi wasio na hofu juu ya changamoto za kiusafiri kama ilivyotokea siku chache zilizopita tangu vurugu za Oktoba 29. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante Elia Kimani kwa taarifa hiyo mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Tunaweza kuwa ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea tena leo kwa kuchezwa michezo miwili katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Lindi, ambapo viwanja vya KMC Complex na Majaliwa vikitarajiwa kutimua vumbi la kusaka alama 3 muhimu. Taarifa zaidi na Juma Mohamed, mwana michezo wetu. Ligi hiyo inataraji kuendelea kwa mitanange miwili kupigwa katika uwanja wa KMC Complex na uwanja wa Majaliwa huko mkoani Lindi. Mchezo mapema utashuhudiwa. Mabingwa watetezi wananchi Young Africa watashuka dimbani kukipiga dhidi ya KMC majira ya saa 10. Kuelekea mchezo huo, makocha na wachezaji wanaeleza kwa namna ambavyo walivyojipanga kwenda kuonyesha kandanda safi. We have been starting our training on Wednesday
Kwa kweli tumepata muda mzuri wa kujiandaa na mchezo na wachezaji wetu wanajitoa sana na wanaendelea vizuri kupokea maelekezo yetu. Kiufupi tumejiandaa vizuri na tunatarajia kushinda. Kila timu kwenye ligi ipo kwa ajili ya kutimiza malengo yao. Sisi tunapaswa kuheshimu kila mchezo ili kutimiza malengo yetu. Tunajua utakuwa mchezo mgumu na tumejipanga kushinda. Each and every game seriously. Tough opponent like Yanga, almost the best teams, not only in Tanzania, in East Africa, you know. But I told you like I told to my players. Nafahamu Yanga wana timu bora sana, sio tu hapa Tanzania, lakini pia hata ukanda wa Afrika Mashariki. Hii ni timu bora iliyosheheni wachezaji wazuri na wenye viwango vikubwa. Lakini tupo tayari kwa ajili ya kwenda kuandika historia. Hatuendi kucheza kama tunautaka ushindi wa Yanga, lakini tunaenda kucheza kama mechi nyingine, japo tutaweka tahadhari kubwa ili tuweze kuibuka na ushindi. Against Yanga, we prepare a competitive game. Wako mwisho kwenye msimamo, lakini tutakapoenda kucheza ni kama tunaenda kucheza na mtu ambaye yupo kwanza kwenye msimamo. Kwa tuna tofauti jinsi tunapocheza na mtu ambaye anaongoza ligi na mtu ambaye yupo mwisho kwenye msimamo. Angalia goli mechi zilizopita takriban 3-4 hatujaweza kupata matokeo mazuri. Kawaida tu hatuwezi kuwa na hali ya kusema kwamba tunajiamini sana, hapana. Lakini kwa hiki kipindi kifupi ambacho tumeweza kukaa na mwalimu ameweza kuangalia makosa gani ambayo tumekuwa tukiyafanya mara kwa mara na kuweza kuyapunguza kwa kiasi kubwa ili kuelekea kwenye mchezo wetu wa kesho. Ni umakini, ametusaidia na umakini. Mchezo mwingine unatarajiwa kupigwa majira ya saa 1 kamili jioni katika uwanja wa Majaliwa, ambapo wenyeji Namungo Football Club wanaialika Azam FC kutoka jijini Dar es Salaam. Mtanange unataraji kuwa mgumu na wa kusisimua kwa dakika zote 90. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Asante sana Juma Mohamed kwa taarifa hizo. Na mtazamaji, ni kujuze tu ya kwamba ligi kuu soka Tanzania bara pia hapo jana iliendelea kwa michezo miwili muhimu, ambapo Pamba Jiji alikuwa mwenyeji na ambapo alikaribisha Singida Black Stars katika uwanja wa CCM Kirumba, na matokeo yalikuwa walipata sare. Pamba Jiji akipata goli 1, lakini pia Singida Black Stars naye akapata goli 1. Lakini pia hapa jijini Dar es Salaam, JKT Tanzania waliwakaribisha Simba Sports Club katika uwanja wao wa nyumbani, ambapo matokeo Simba walibahatika kupata goli 2 huku JKT Tanzania wakipata goli 1. Mtazamaji, namna hiyo ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi chetu cha Asubuhi Njema kwa siku hii ya leo kwa upande wa taarifa ya habari, na zifuatazo sasa ni yale yaliyojili katika upande wa magazeti.